kama ni bodi ya ligi au klabu. Hivi karibuni afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Kamwe alitoa taarifa kuwa klabu yao itatumia uwanja wa Amani Zanzibar kwa mchezo wao dhidi ya Simba unaotarajiwa kupigwa Machi mosi mwaka huu. Sisi hatuogopi popote lakini tunataka tupate uhalali wa kisheria, uhalali wa kikanuni juu ya maamuzi haya. Na changamoto kubwa ambayo imejitokeza ni kuona taarifa ya mabadiliko ya uwanja inatolewa kwanza na klabu husika badala ya mamlaka husika. Tunachofahamu sisi utaratibu ulivyo ni kwamba mabadiliko ya uwanja, mabadiliko ya muda wa mchezo, mabadiliko ya ratiba yanatolewa kwanza na mamlaka husika kwa maana ya bodi ya ligi. Haijawahi kutokea hilo mara ya kwanza. Klabu inatangaza mabadiliko ya uwanja kabla ya mamlaka husika kwa maana ya bodi ya ligi. Hapo ndipo ambapo sisi tunaona ipo shida na tukaomba kupata ufafanuzi kutoka kwa bodi ya ligi, na bodi ya ligi ikatujibu na mambo yanakwenda musana. Kwa hiyo sisi kwetu hatuna changamoto yoyote, tunataka tu kupata ufafanuzi, mambo mengine yaendelee. Ninachofahamu mimi na utaratibu ulivyo, mabadiliko yoyote yanatangazwa na bodi ya ligi na sio klabu husika ama afisa wa klabu husika. Naam, huyo ni Ahmed Ali, afisa habari wa klabu ya Simba, kwa kuangalia kanuni zinasemaje na vitu vingine kadha wa kadha. Lakini wakati mwingine wasemaji nao wanatakiwa waangalie kuwa na mipaka yao ya kuzungumza. Unaweza kuwatengenezea ugumu taasisi nyingine kwa kauli yako tu ambayo ulizungumza tu kutaka kuhamisha ajenda itoke. Una ajenda hii, utengeneze ajenda mpya ili watu wasizungumze ajenda hii kwa sababu sio nzuri upande wako. Unawagharimu wengine kutoka shimoni na kufafanua wakiwa wanyonge. Sahihi kabisa. Unawapa ugumu. Umeona lakini jambo la kuhama uwanja sio jambo geni, sio jambo jipya. Kwamba Simba walikuwa wanataka ufafanuzi wao, wajui nani anapaswa kutoa taarifa ya uwanja. Yaani mimi swali langu, yaani Simba hawajui nani anapaswa kutoa taarifa ya uwanja kuhama. Simba hilo swali lao la mtego. Sio, yaani tunapa sijadili kwamba yaani Simba hawajui nani anapaswa kutoa taarifa ya mabadiliko yote ya matumizi ya uwanja. Adhabu, kwani kama ingekuwa hawajui kwa nini barua yao wameenda kuiuliza bodi ya ligi? Kwa sababu unaona, unaweza kuona ni kama tu kwa sababu ya hizi timu mbili kuna baadhi ya vitu vinashindana. Nataka kuonyesha ila kwa hiyo na bodi ya ligi pamoja na TFF wanapaswa kuwa wakali kidogo. Yaani wakali kwa maana kama wewe huruhusiwi kukisemea hiki kitu na umeenda ukisema, basi uchukuliwe hatua. Bodi ya ligi wakali kwa nani? Kwa hawa ambao sisi timu ambazo wao ndo wanani kati ya zile 16 timu zipi bodi iwe wakali? Sana hizi mbili. Hizi mbili ziwe wakali kwa bodi au timu ziwe wakali kwa bodi? Bodi wa wakali kwa hizi timu mbili. Utakaa pale. Itatoka hatukutaki. Sasa ikitoka si wewe unasimamia utaratibu. Sana wewe unataka maisha kwa sababu kama hivi hatukutaki. Kwa sababu kama hivi ndio itatoka sasa hivi. Unaona kama hivi inaanza hivi taratibu. Hakuna hatua zozote zitachukuliwa. Kwa hiyo kutabaki na masononeko. Ambayo itakuwa mbona fulani alifanya hivi na hamna kitu chochote ambacho kilitokea. Kwa hiyo na yeye kuna muda naye anaweza kusema tuone ni wale tu au na sisi tunaweza kuvumiliwa. Naye anapiga chuma. Anajaribu. Kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba hivi vitu vinajadiliwa ndani. Kwa hiyo Yanga walikuwa wanajua kwa sababu wao ndo wenyeji wa mchezo na wao ambao waliopeleka pendekezo kwa mabana uwanja huu kwa sababu tarehe moja una jambo hili. Sisi tunaenda kucheza huko. Kwa hiyo sawa, leteni vithibitisho. Kwa hiyo ile vithibitisho vimetoka, wao wanajua kwamba maana hapa kilichokuwa kinasubiriwa na bodi ni vithibitisho tu kwamba vya maandishi uwanja utatumika. Wao wameupata. Wasawaambia tunakwenda hivi. Yaani ile kwamba sisi habari tunazipata wa kwanza kabla yenu.
lakini ukiangalia ni kwa sababu ya namna ambavyo njia ya kupeleka wa mchezo ulivyo. Angekuwa Simba mwenyeji. Wewe unahisi bodi waliomba au waliamrishwa tu mechi hii tunaenda kucheza Zanzibar? Kuomba nini? Kwa sababu mechi tarehe 1. Si ndio nakwambiaje? Kubadilisha uwanja unaomba. Hata hapa alivyozungumza hapa nani. Na kwa hiyo unaweza ukataliwa. Sasa ndo nauliza. Au unaweza ukataliwa. Bodi waliombwa au walipewa taarifa mechi yetu tunaenda kucheza Zanzibar? Waliombwa. Waliombwa. Unajua unaomba kubadilisha uwanja kama ule uwanja unaweza ukatumika. Ya. Lakini ule uwanja hautumiki, unaomba nini? Wewe unatoa taarifa tu kama bana uwanja huu hautumiki. Mimi nawauliza, sijui mnanielewa. Mimi nakuelewa. Kwa situation ya uwanja au bodi walipewa taarifa mechi yetu inachezwa New Amani Complex. Kwa situation ya uwanja ulivyo. Kama mtatangaza au tutangaze sisi? Kwa situation ya uwanja ulivyo. Wao walivyoona wanachelewa kutangaza wakaona watangaze wenyewe. Kwa tarehe husika uwanja una matumizi mengine, sasa nakuombaje? Na mimi nakuambia kwamba uwanja siwezi kutumia. Kwa tarehe hii uwanja huu una matumizi mengine. Nyinyi ndio wenye mamlaka ya kuhamisha na kutangaza tunaomba mechi yetu ikachezwe uwanja fulani. Sasa ndo nakuuliza. Wenye mechi bodi waliwaomba au waliwapa taarifa? Waliwapa taarifa kwanza uwanja hautumiki. Sisi tunapendekeza tukacheze Amani. Sio unanielewa, lakini mimi kwa mujibu wa utaratibu waliwaomba. Kwa sababu tukacheze Amani. Tunaomba sasa au sisi tunaona kwa sababu huu uwanja unaonekana una hiyo ratiba nyingine. Tunaomba sasa twende New Amani Complex. Kwa namna information zilivyoanza kutoka. Kwa namna taarifa zilivyoanza kutoka na zilipotokea, bodi ya ligi walipewa taarifa tu. Mimi naamini aliyetoa hizo taarifa. Kwa sababu kama ingekuwa bodi ya ligi wameombwa, taarifa wangeanza kuitoa bodi ya ligi. Kwa hiyo bodi ya ligi nao walipewa taarifa kama wengine, kama walivyoambiwa Simba. Mechi yetu dabi itachezwa huko hapa Guantanamo Bay. Lakini hapo sasa Luambano swali linakuja. Kama bodi ya ligi wangeomba, taarifa ingeanza kutoka bodi. Ndio nataka bodi ya ligi walipewa taarifa kama vyombo vingine. Ikitokea inawezekana bodi ya ligi imeombwa, lakini ni vipi kama pengine aliyekosea ama ni yule aliyetoa taarifa tu? Ndio sasa mimi kwa sababu taasisi inawezekana ikawa iliomba bodi ya ligi, lakini moja ya watumishi kwenye taasisi ndio alishindwa kuwa na hiyo nidhamu. Anasema wewe sio kwamba yeye ndo alienda barua, yani ya kitengo chake akihusika kabisa. Yeye anajua tu kama timu yetu yule akitoa taarifa ndo klabu she. Yani klabu si mchakato huo unaendelea, kuna watu wanafanya hiyo mchakato. Yani afisa habari aongee, ni habari ya timu ya klabu hiyo. Sawa, lakini kitengo ambacho kinahusika na kuomba na nini yeye yumo? Yani hahusiki. Kwa namna sasa si anapewa, anajua klabu yake anajua kinachofanyika. Ndio. Kwa namna ilivyo. Kuna ndivyo ilivyo na inavyotakiwa kuwa. Kwa hiyo tunaenda na ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Wale bodi ya ligi wale walipewa taarifa kama walivyopewa wapinzani wao. Mechi inakwenda kupigwa Guantanamo Bay. Machi mosi, lengo ni kuhamisha ajenda ya tumetolewa ili watu waanze kujadili Goma linakwenda Guantanamo Bay. Asa Guantanamo hapo si bado tulipo Tanzania. Wenyewe kwamba pale machinjioni ukiingia utoke. Wamemchinjia nani? Si watu wamechinjwa pale, mtu kala 3 pale JS Kabila kwa robo size. Farabati kala chuma moja pale. Timu lingekuwa robo size kama ilikuwa ni machinjiwa. Kwani pale watu mechi ngapi kafa? Kuna mtu kachukua point 3 pale. Nikiona kimataifa. Wote waliingia pesa wametoka na vilio. Wale nani JS Kabila wanapigana wenyewe. Wenyewe watakumpiga kocha, watakupigana ugenini. Haya ona maajabu. Lakini unasikia Luambano. Mimi bado na stiki pale kwamba wewe unaposema inawezekana. Inavyotakiwa kuwa ndivyo hivyo unavyosema wewe. Lakini ndivyo ilivyo. Inawezekana ikawa mtoa tu taarifa ndiye ambaye pengine alikosea. Pengine huku taasisi kote iliomba, nilifuata ule utaratibu kwa kuomba. Lakini aliyetoa taarifa kabla ya muda wake ndiye ambaye aliteleza. Kwa hiyo inawezekana haikuteleza taasisi nzima. Isipokuwa aliteleza inawezekana mtu mmoja tu. Na ndio maana wewe unafika hiyo hatua ya kuamini pengine taarifa imeanzia pale kwa sababu tu wao walishajihakikishia kwamba tunachotaka kitafanyika. Bodi wamepewa taarifa, wao wakaanza kutengeneza utaratibu kwamba waliombwa.
Yaani wenyewe bodi wamekuwa mkatili, wamejitengenezea utaratibu waliombwa, lakini wao walipewa taarifa. Ndivyo mkatili kwa bodi. Hamna, si ndio ilivyo? Si wewe Boimanda hapo amefafanua vizuri tu. Sasa kwa nini kwa mujibu wa kanuni? Wewe umeona sauti ya Boimanda? Haina mamlaka. Kabisa. Huyu jamaa ananipa ugumu tu, ananitesa mimi kufafanua vitu vigumu. Inawezekana Boimanda alipigiwa simu akiwa kwenye mazingira ambayo sauti yake tu Boimanda inaonekana walipokea taarifa, wao wakatengeneza mchakato waliombwa. Baada ya kupokea taarifa, michakato ya maombi mnaitengeneza, wakawauliza kabisa. Kwa hiyo kule Amani mshawasiliana nao kule fresh, kule fresh tushaumalizana nao. Haya bwana, inshallah tukutane Machi mosi. Watu wanatangaza huko. Hiyo wewe, lakini Ruambano sio mimi, ndivyo ilivyo. Kama ingekuwa hivyo wangeanza kutangaza bodi. Sasa sinawezekana ndo msemaji inawezekana ameteleza katika harakati. Unajua ile siku kwanza friji aligandishi na mwenyewe huwa anasema friji lake aligandishi. Alafu na ile siku unajua Ruambano umetoka kwenye tukio ambalo limekuhuzunisha, alafu immediately unatakiwa, watu wamekuletea mic, unatakiwa kuzungumza. Kuna wakati pale unachanganyikiwa, unawezaje kutuliza kichwa ili uzungumze huku utulize hali ya hewa na mambo mengine yaende. Ndio hapo unajikuta unateleza, unasema hata ambacho hukutakiwa kukisema kwa wakati huo. Sasa kama ilikuwa ni mtu kateleza, sasa maamuzi yaonekane ya kikanuni. Sasa tusubiri, taratibu zinafuatwa, tusubiri. Unapunguza watu kuropoka wakati mbona makocha wamewapiga pini sasa hivi hawalamikia bali ya waamuzi. Kocha hata ushakumsikia kocha sasa hivi waamuzi amkandamizi. Ushakumsikia kocha sasa hivi makocha hata apigwe vibao na muamuzi anabakia tu mimi. Ukiweza kwamba huko kwenye makocha wasipendi kuzungumzia kwenye masuala ya uamuzi, mambo ya uamuzi sio mambo yangu.